Africans imeonyesha nia ya kumhitaji mlinzi wa pembeni raia wa Burkina Faso, nyota wa zamani wa Sant Eloi Lupopo, baadaye akapita kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na sasa yupo katika kikosi cha TRA ya huko jijini Arusha. Huyu si mwingine ni Valentin Nouma, mlinzi ambaye klabu ya Africans imeonyesha nia ya kumhitaji. Tunakwenda kuangazia, ni mchezaji ambaye anaweza akafiti katika falsafa za kocha wa Young Africans kwa maana Pedro Goncalves, lakini pia kuienenda ile falsafa ambayo Yanga wamekuwa nayo kwa kipindi cha hivi karibuni. Niko hapa na Shabil Daniel, jina langu ni Leopard John. Shabil, tuanze kuangazia hapo Valentin Nouma. Ni mchezaji ambaye the way ambavyo anacheza anaweza kafiti katika falsafa ya kiuchezaji ya klabu ya Young Africans, the way ambavyo anamfahamu. Yes, unajua mafubeki wa Young Africans kwa miaka yote mingi ni mafubeki ambao wamekuwa wakisajiliwa katika timu hiyo wakiwa na uwezo wa kupiga zaidi cross. Yaani mchezaji wao unaweza kuwa ni wa kawaida, lakini ile wakishafika kwenye byline mpira wa mwisho lazima umlenge target man ambaye anaweza kumalizia kwa kichwa ama kwa mguu. Ukitazama mafubeki ambao kwa miaka hivi karibuni wamepita Young Africans, unamzungumzia Mwinyi Haji Ngwali. Kwa nasifika sana kwenye cross Zanzibar, lakini angalia zamani kina Steven Mwasika kama leo kuwasikia ama kuwaona. Alikuwepo Oscar Joshua. Angalia basi mafubeki pia wa kulia. Joyce Marisa Mutambala. Angalia aina hiyo ya mafubeki. Alafu mtazame pia Abduli pia kulia Juma amecheza kwa muda mrefu kwenye Hassan Kesi. Yes, kwa hiyo aina mafulbeki hao wa Young Africans ndio kama kile ambacho wanakitaka kutoka kwa Valentin Nouma, kwa sababu moja kati ya sifa kubwa ama primary attribute ya Valentin Nouma ni uwezo wake wa kupiga cross anapofika kwenye byline. Yani anakuwa anapiga sana cross ambazo kama kuna mmalizaji mzuri basi anaweza katengeneza nafasi nyingi sana za timu yake kwa timu yake ambayo anaichezea kuweza kufunga magoli ya aina hiyo ya cross. Lakini sifa nyingine ambayo utamsifu Valentin Nouma ambayo yupo nayo kwenye game yake ni ile threat kwenye mipira ya kutenga. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana ana tekniki nzuri ya kupiga mipira ya kutenga. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji wa aina hii kwenye timu yako tunaita atakuwa na ile dual threat, yani ana vitu viwili ambavyo ni hatari kwenye game yake. Kwanza crossing ability, lakini cha pili set piece ability. Yani kwenye crossing mzuri, yuko strong, lakini kwenye set piece yuko pia strong. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unaweza kumpa daraja zuri kwenye timu yako na akakupa kile ambacho unakitaka. Sawa, tuzungumzie Valentin Nouma kabla ya kujiunga na TRA anatoka kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Unafikiri Young Africans pengine wanaweza kawa wameona nini cha pekee ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wao walikuwa hawajakiona au walikiona lakini kwenye timu yao kilikuwepo moja kwa moja? Kwa Simba mimi taarifa nilizonazo ni kwamba Valentin Nouma aliondoka Simba kwa sababu yeye sio mchezaji ambaye anapenda kukaa nje. Yani ushindani ule regular starter material. Ni ushindani ambao yeye aliona sio wa afya sana kama ambavyo na yeye anataka, kwa sababu ana malengo yake. Ni mchezaji huyu ni mchezaji wa timu ya taifa, sometimes huwa anaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burkina Faso. Kwa hiyo ana malengo yake, kuna AFCON inakuja mwakani Tanzania. Kwa hiyo anataka kucheza, endelee ku keep up level yake ya kiwango iendelee kuwa juu. Kwa hiyo kilichomuondoa Simba sio uwezo, ni yeye matamanio yake ya kutaka kucheza consistently katika level ya juu. Kwa hiyo hata kwenda TRA umeweza kuona bado quality yake imeendelea kuonekana. Na of course ameonyesha kiwango kizuri mpaka sasa hivi kwenye ligi akiwa na TRA nusu msimu, mechi kadhaa ana assist 2, ana goli ambalo alilifunga kwa njia pia set plays. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akipata kuaminiwa na mwalimu, akapata game time ya kutosha, ni mchezaji ambaye anaweza kadeliver. Sawa, tuiangazie katika safu ambayo Young Africans wanamhitaji Valentin Nouma. Kwa maana upande wa kushoto wana watu ambao wanaweza wakafiti katika ile performance, kwa maana Mohamed Hussein Zimbo Junior yuko pale, Shadrack Boka, Kibabagi anaweza kufiti katika ile eneo, Farid Musa Mariksha,
ana hiyo ability pia the same. Unafikiri nafasi ya Valentine Nouma katika kikosi cha Young Africans, na kwa nini Young Africans wanamhitaji wakati wana replacement ama backups ambazo zipo na pengine wamekuwa hawazitumii moja kwa moja? Sisi nimesikia vibaya umesema Kibabagi. Kibwana Shomari. Kibwana Shomari. Yanga wana wachezaji wengi, lakini ukizungumza natural fullback kwenye eneo la kushoto lile ni Boka pamoja na Mohamed Hussein. Boka mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu, na taarifa zilizopo ni kwamba Young Africans hawana mpango wa kumuongezea mkataba mpya, kwa sababu sio issue ya kiwango chake kwa kibaya, ni kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa so reliable kwa sababu ya physical condition ya mwili wake. Anaumia sana, anapata majeraha mengi ya misuli, kwa hiyo muda mwingi kwenye michezo muhimu anakosekana. Kwa hiyo Young Africans wanahitaji mchezaji ambaye ipo stable, ambaye atakuja kushirikiana na Mohamed Hussein kushoto kule, ili waweze ushindani upande wa kushoto pia uwe wa kudumu kama ambavyo maeneo mengine yamekuwa na ushindani. Kwa hiyo ndio malengo makubwa sana ya Young Africans. Wachezaji wengine wakina Kibwana ni wafikia mashimo tu, ambao hawahitajiki sana upande huo wa kushoto, kwa sababu maeneo yao ya ushindani ni upande wa kulia. Faridi naturally so left back. Si nani mwingine umemtaja? Wote sio natural left back. Tunazungumza natural left back ni Boka pamoja na Mohamed Hussein. Kwa hiyo kama kila mtu akistiki kwenye kilichomleta Young Africans, hao ndio mafullback ambao utawataja, afu wao wengine watabakia na kugombania namba kwenye maeneo mengine ambayo yaliwafanya Yanga waweze kusajili. Sawa, kwa Nouma kuhusishwa na Young Africans, unadhani kwamba ni uhaba wa wachezaji hasa katika upande wa kushoto, ama ni uwezo ambao ndio umemfanya pia Engineer Hersi Said pia ahusishwe kwamba anahitaji kuweza kujiunga kwenye timu yake? Ukisema uhaba wa mafullbeki unaangalia pia na budget yako wewe mwenyewe, sababu mimi nadhani kwanza Yanga wana uhitaji huo kiasi kikubwa, si upate fullbeki wa viwango vya juu tofauti na aliyopo kwa sasa hivi. Mohamed Hussein bado is still one of the top left back tulionao ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo bado ni fullback ambaye anaendelea kuperform katika kiwango kizuri sana. Kwa hiyo ni ngumu pia kwa mfano uende sokoni utafute fullback ambaye atakupa zaidi ya kile ambacho anakupa Mohamed Hussein. Hiyo ni uongo. Yaani itakukosti fedha nyingi sana. Uende labda Pyramid huko ama uende Esperance kina Ben Hamida ukachukue ndio waje kukupa kile ambacho labda anakupa kidogo cha Mohamed Hussein. Kwa hiyo kwenda kwa huyu Valentine Nouma na mwingine ni low budget tu, low budget, mchezaji ambaye unamsajili kwa low budget ambaye pia ni decent, mchezaji mzuri ambaye anaweza kuja kufanyia kazi tu vizuri. Sasa tumalizie na hili. Zimbwe na Nouma amesha kufanya kazi pamoja akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Unafikiri kama dili la Nouma likifanikiwa Young Africans tutegemea ushindani kama ule, au bado Zimbwe ataweza kuwin hilo bato moja kwa moja na kuwa regular starter? Nafikiri kinachodetermine kuanza kwa mchezaji kikosi cha kwanza ni performance kuanzia mazoezini, lakini pia ndani ya uwanja. Kwa hiyo utakapopewa nafasi ukaonyesha, makocha sio wanafiki, utakupatia nafasi tu, game time ya kutosha, dakika nyingi za kutosha, utacheza. Kilichotokea kwa Zimbwe na Nouma msimu uliopita ni kwamba ni kama vile Fado alikuwa ameshachagua wachezaji wake wa kwanza kikosi cha kwanza karibia kwenye mechi zote. Kwa hiyo wachezaji ambao walikuwa wapate nafasi ya kwanza kwa kikosi cha kwanza cha Simba kwa Fado walifungiwa viono, maana wengi unaweza kuona kurudi nao katika msimu wake wa pili, akiwemo pia huyu Valentine Nouma. Pengine sasa kwenda kwa yeye Nouma kwenda Young Africans, na labda atakuwa amezungumza na mwalimu na kuelewa mipango yake iko vipi, na Yanga unajua wanacheza mechi nyingi sana na ni timu ambayo pia inapenda pia kufanya rotation. Kwa hiyo anaweza kaiona nafasi yake tofauti na nafasi ambayo ilikuwepo Simba. Sawa. Ukizungumzia beki wako bora barani Afrika kwa upande wa kushoto utamzungumza nani? Beki wa kushoto alikuwepo Al-Malul, lakini kwa sasa hivi navutiwa na fullback wa kushoto wa Esperance Ben Hamida. Sawa. Mimi nakupa case study ukamwangalie jamaa mmoja anaitwa Nautoro, raia wa Cameroon. Amekuwa zungumzi sana kutokana na ushiriki wake hafifu katika mashindano ya CAF. Kabla hujafunga, sikiliza kabla hujafunga. Sasa umeniletea Nautoro anacheza ligi ya ndani au ulitaka general nitaje general, yani hata wanaocheza nje? Yeah, of course. Sasa ukiniambia wanaocheza nje siwezi nikamtaja mchezaji wa ndani Afrika.
Yaani kwa mafullbeki wanaocheza nje ya Afrika. Yes, of course, no Utoro Cameroon amefanya vizuri, lakini watazame pia taifa kama Ivory Coast. Wana fullback wao wa kushoto. Aitwa somebody nani? Jina lake limenitoka, ana utege fulani. Ni mmoja kati ya fullback wazuri sana. Naye yupo nje. Ni mmoja kati ya mafullback wazuri sana. Sawa. Hiyo ni kuhusiana na Young Africans kuhusishwa na Valentin Nouma, mlinzi wa kushoto raia wa Burkina Faso anayekipiga katika kikosi cha TRA United ya huko jijini Arusha, ambako Yanga inasemekana kwamba wapo njiani kuhitaji saini yake kuelekea msimu unaofuata. Naitwa Leopold John, nilikuwa hapa na Shabir Daniel, nyuma ya kamera ni Usofu Ramadhani Mpuma. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Ciao.